Uhali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Agosti 14 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema kesi ya uhaini, Lissu amkabili shahidi wa siri kuhusu video za mkasa unaomhusu. Kesi ya uhaini, Lissu amkabili shahidi wa siri kuhusu video za mkasa unaomhusu. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 4 mpaka ukurasa wa 5 kwenye gazeti lako la Nipashe. Na polisi wadai aliyemuua mpenzi kisa kuuza nguo zake kajiua. Polisi wadai aliyemuua mpenzi kisa kuuza nguo zake kajiua. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 7 kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini bado ukurasa wa 2 kuna habari inayosema mahakama yapingwa. Mahakama yapingwa ni kuhusu zuio lake la mawakili kuzungumza na waandishi wa habari wakiwa kortini. Wadau wasema linawanyima haki wananchi kupata habari. Lakini nyuma ya pazia Chadema kufuata ukomo wa uongozi. Nyuma ya pazia Chadema kufuta ukomo wa uongozi. Na Waitara atoboa siri wa bunge CCM kusita kuikosoa serikali. Waitara atoboa siri wa bunge wa CCM kusita kuikosoa serikali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, inaendelea ukurasa wa 7. Lakini serikali yabadili maisha ya wananchi Kizimkazi. Serikali yabadili maisha ya wananchi Kizimkazi. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema Chadema yasimulia mapito mafanikio mageuzi ya miaka 20. Chadema yasimulia mapito mafanikio mageuzi miaka 20. Hiyo ni habari ukurasa wa 6. Lakini polisi yaanza msako wa silaha nchi nzima. Jeshi la polisi nchini Tanzania laanza msako wa silaha nchi nzima. Ni baada ya upotevu wa bunduki Nzega kushtua mikoa ya uhakika silaha zake, ikisubiri timu ya makao makuu Chalamila naye aja na jipya. Lakini Rais Samia azindua mradi wa maji kutosheleza Kizimkazi. Rais Samia azindua mradi wa maji kutosheleza Kizimkazi. Vigogo CWT na makosa mapya 14 mmoja huru. Vigogo CWT na makosa 14 mapya mmoja huru. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini Lissu amhoji mwandishi aliyerekodi video yake. Lissu amhoji mwandishi aliyerekodi video yake. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Majira lenye linaanza na habari inayosema kamati yaridhishwa na uhifadhi misitu Miombo. Hiyo ni habari ukurasa wa 2. Lakini mapenzi ya ua wawili, polisi wanika mwanzo mwisho. Lakini rais atambua mchango wa sekta ya nishati. Na Rais Samia, miradi ya maendeleo imefungua fursa za uchumi. Lakini Muhimbili watu wa Malawi kwa kambi ya kibingwa. Muhimbili yatua Malawi kwa kambi ya kibingwa. Lakini Balozi Omari aimwagia sifa TRA kwa ukusanyaji mapato. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini wabunge miradi ya kaboni izidi kunufaisha wananchi. Wabunge miradi ya kaboni izidi kunufaisha wananchi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Majira, tuangazie kwenye gazeti lako la Mtanzania leo lenye linaanza na habari inayosema mvuvi ya jinyonga baada ya kumuua mpenzi wake Mwanza. Mvuvi ya jinyonga baada ya kumuua mpenzi wake Mwanza. Lakini wagonjwa wa hospitali teule Ngazi wafurahia kambi ya madaktari bingwa. Wagonjwa wa hospitali teule Ngazi wafurahia kambi ya madaktari bingwa. Na Rais Samia azindua ujenzi wa skuli ya ufundi Kizimkazi. Rais Samia azindua ujenzi wa skuli ya ufundi Kizimkazi. Inajengwa na mamlaka ya elimu ya taasisi ya TAI, lakini inashirikiana na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar. Lakini kuna habari bado inayosema mabadiliko ya sheria ya kodi yaleta matumaini kwa wafanyabiashara Kagera.
Na tukiachana na gazeti lako la Mtanzania leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Tanzania leo. Linaandika Rais Samia afunga kazi huduma za maji. Lakini Rais Samia aandika historia mpya Kizimkazi ya aga shinda ya maji. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaandika bunge laitaka serikali kuimarisha mabaraza ya ardhi. Lakini naibu waziri Salome apongeza elimu ya nishati Kizimkazi, na Rais Samia azindua kulifungua taifa. Rais Samia azidi kulifungua taifa. Lakini balozi Omari aipa kongole TRA kukusanya ukusanyaji wa mapato ya ndani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika balozi Omari azungumzia ushirikiano kufikia trilioni 42. Lakini Dr. Mwigulu arejesha tabasamu mgogoro wa ardhi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaandika Rais Samia, miradi ya maendeleo inachochea ukuaji wa uchumi. Rais Samia, miradi ya maendeleo inachochea ukuaji wa uchumi. Lakini balozi Omari aimwagia sifa TRA ukusanyaji wa mapato ya ndani. Balozi Omari aimwagia sifa TRA ukusanyaji mapato ya ndani. Lakini wananchi 500,000 kunufaika na mradi wa maji Kizimkazi. Wananchi 500,000 kunufaika na mradi wa maji Kizimkazi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika diplomasia fursa ya uchumi Tanzania na Msumbiji. Lakini Rais Samia agiza mambo manne Kizimkazi. Rais Samia agiza mambo manne Kizimkazi. Mwandishi ajibu maswali ya Lissu kesi ya uhaini. Lakini safari ya Samia Urusi yalipa ufadhili wa masomo, na mchango taasisi za umma kwa serikali wafikia trilioni 1.9. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini mfuko wa barabara wapata bilioni 70 mwezi mmoja. Mfuko wa barabara wapata bilioni 70 mwezi mmoja. Hiyo ni habari ukurasa wa 7 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Biashara Leo lenye linaandika mabadiliko ya sheria ya kodi yaleta matumaini kwa wafanyabiashara Kagera, na balozi Omari azindua ujenzi wa majengo la TRA Kizimkazi, na Rais Samia azindua ujenzi skuli ya ufundi Kizimkazi, inajengwa na mamlaka ya elimu ya Tanzania TAI, inashirikiana na wizara ya elimu ya mafunzo ya amali Zanzibar WEMA. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Dira ya Mtanzania lenye linaandika Samia scholarship kupeleka wanafunzi 10 kusoma Urusi. Lakini Rais Samia amaliza shida ya maji Kizimkazi. Rais Samia amaliza shida ya maji Kizimkazi, azindua mradi mkubwa wa maji, awataka wananchi kuwa walinzi kutunza miundombinu hiyo. Lakini TRA yazidi kung'ara kukusanyaji wa mapato. Na gazeti lako la Raia Mzalendo lenye linaandika balozi Hamisi Omari asifu utendaji uliotukuka TRA, aipongeza kwa kuendelea kuvuka malengo na makusanyo. Nina imani mwaka huu wa fedha watakusanya shilingi trilioni 42. Aweka jiwe la msingi jengo la TRA Kizimkazi Zanzibar. Lakini Rais Samia aweka jiwe la msingi skuli ya ufundi Kizimkazi, wanafunzi bora 10 kusomeshwa na serikali Urusi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika au akituhumiwa kuuza nguo za mpenzi wake, na Rais Samia miradi ya maendeleo ilindwe. Lakini mtoto wa darasa la pili aozwa, DC yaingilia kati, na Dr. Mwinyi atoa wito viongozi kutangaza fursa za uwekezaji. Lakini Dr. Mwigulu atatua mgogoro wa ardhi uliodumu miaka 17. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru lenye asubuhi ya leo linaandika mvuvi aliyeua mkewe Mwanza naye ajinyonga kukimbia kifungo. Naibu waziri, gharama za umeme nchini ni nafuu kulinganishwa na nchi jirani. Lakini waziri wa fedha asifu kasi ya TRA kukusanya mapato, na Rais Samia aweka jiwe la msingi skuli inayojengwa na TAI Kizimkazi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Sauti Yetu linaandika TRA kuvuka malengo kwa kumgusa balozi Omari. Lakini
Mchambuzi wa kisiasa atoa neno kwa Dr. Nchimbi na Dr. Nchimbi urais 2030. Lakini wananchi waitwa kambi ya madaktari bingwa Tosa Maganga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa za mbele. Lakini tukijana gazeti sasa kwenye kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Uhuru linaandika idadi ya timu zitakazoshiriki ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2026 2027. Lakini Rais Samia azitumia salamu timu ligi kuu, na siku 13 za mateso Simba. Lakini kimataifa, Ronaldo amfariji Messi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye michezo naandika Ziziki atembea na mkataba wa Yanga, lakini Steve Becker amtetea Dombi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la Habari Leo linaandika kumekucha ligi kuu bara, Mankoba Becker kuwafungia kazi washambuliaji. Lakini kimataifa, Galatasaray yamtaka Martinelli. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mchezo. Gazeti lako la Mwanahabari linaandika Jabari ya wateka mashabiki Simba, Yanga Ziziki kuna jambo, Mkude atajwa kutua Mashujaa, MC Alja ya mnasa mfungaji bora Bongo, Idumba Fusika atua Azam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo, huku Taifa Tanzania linaandika pazia ligi kuu NBC 26-27 kufunguka leo, moto kuwaka viwanja vitatu. Lakini Rais Samia aipongeza Yanga kuibuka mshindi wa ngao ya jamii. Hilo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Machinga linaandika Sibeka tunajipanga na ligi kuu. Lakini Edgar arejea mazoezini Dodoma Jiji. Mwamnyeto Yanga tuna kikosi imara. Lakini Bandari yapanga championship, Bandari yapanga championship. Lakini kimataifa, Pogba tamani kurudi EPL. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga, sauti ya wanyonge kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Rais Samia ipongeza Yanga kutoa ngao ya jamii, kikosi chaelekea Ruangwa kuivana Mungo. Lakini kocha Simba kuifumua safu ya ushambuliaji. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe kwenye kurasa za michezo linaanza na habari inayosema miaka 51 kibabe Jabari Kangwanda, kuna kitu takwimu za ubora ziko hivi. Lakini Simba fasa ya mfuata aliyeiua Yanga ni baada ya kukosa ngao. Lakini kuna habari inayosema sababu za Diamond Zuchu kuishi nyumba tofauti. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na kurasa za Mwanaspoti kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.